Kwa 2024 ni mwaka ambao serikali imeendelea kuongeza mtaji katika benki yetu kwa shilingi bilioni 174. Kwa mwaka jana tulipewa mtaji mwingine additional capital bilioni 174, na huo mtaji kwa sababu ulikuwa umeongezeka ukatufanya tukafanya vizuri zaidi na ikakuza ukubwa wa benki au mali za benki kutoka shilingi bilioni 607 ambazo ndizo zilikuwa mali za benki mwaka 2023 mpaka kufikia bilioni 917 mwaka 2024 ambao ni mwaka jana. Kwa hiyo tunaona ni ongezeko kubwa sana, ni ongezeko la 61%. Ukienda kuangalia katika taasisi za kifedha unaweza kukuta kwamba hakuna taasisi yoyote ya kifedha ambayo imekuwa na ukuaji kwa mwaka mmoja wa 61% katika mali zake. Lakini ukiachana na mali pia sisi kazi yetu ni kutoa mikopo. Mikopo yetu iliongezeka sana. Mwaka 2023 kitabu chetu cha mikopo kilikuwa kina mikopo iliyotolewa ya shilingi bilioni 331. Lakini mikopo hiyo imekuwa mpaka kufikia bilioni 534 ambayo pia bado ni ongezeko kubwa zaidi ya 51%. Sasa hii yote ni kwa nini? Kwa sababu ya uwezeshaji kama nilivyosema ambao serikali imeufanya kwa ajili ya kutuongezea mtaji. Toka serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani imeweza kuongeza mtaji kwa kiasi kikubwa sana. Mara ya kwanza Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akatupatia mtaji wa shilingi bilioni 208, na mwaka jana kama nilivyosema ametupatia bilioni 174. Hii yote ni mitaji ambayo imeongezeka kwa kipindi kifupi hiki ambacho ameingia madarakani, na mtaji wetu ukakua kutoka shilingi bilioni 60 mpaka shilingi bilioni 442. Sasa hiyo yote inaifanya benki sasa iwe na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kazi zake. Sasa katika kikao cha leo ambacho kilikuwa ni cha wanahisa, na wanahisa bahati nzuri sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo, wanahisa pekee ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye msajili wa hazina ndiye wanahisa kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama benki kwa ajili ya kuonyesha wanasema wazungu appreciation, yani kile kitendo cha kuridhika na kile ambacho serikali imekuwa ikitupatia, na sisi leo tumetoa gawio, na gawio letu limetolewa ni kubwa ambayo ni ongezeko la 556 kutoka shilingi bilioni 850 ambazo ni gawio tulilolitoa mwaka jana kwa mwaka wa fedha 2023 mpaka kufikia gawio la shilingi bilioni 5 na bilioni 5.583 ambayo ndio leo tumepitisha katika mkutano wetu kwa ajili ya kuipatia serikali, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa sababu ya kile ambacho wanatupatia. Wanasema ni mwananchi anapowekeza anategemea kupata angalau rejesho. Sasa na sisi tumerejesha hivyo, na tunaamini kwamba tutaendelea kuwahudumia Watanzania, tutaendelea kuwahudumia wananchi. Leo tulikuwa na kikao cha mwaka cha benki ambapo tulikuwa na shareholder ambaye alihudhuria kwenye mkutano wetu, na sisi kama bodi tumeweza kutoa taarifa ya utendaji wetu katika benki. Sisi kama bodi tuliwekwa na serikali kwamba tuisimamie benki hii ili iweze kufanya vizuri, na nina furaha kusema kwamba kweli tumeisimamia benki yetu na imefanya vizuri sana, na tunashukuru sana serikali kwamba serikali ndio waliotuwezesha sisi kama board kuweza kuisimamia benki hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na taarifa tuliyoiwasilisha imekwenda vizuri, na kawaida mwanahisa au shareholder huwa anategemea kupata kitu kutoka kwa benki. Sasa katika mwaka huu, mwaka ulioishia Disemba mwaka 2024, tumeweza kutoa gawio la kiasi cha shilingi bilioni 5.583 kutoka gawio la mwaka uliopita ulioishia 23 ambapo ilikuwa ni milioni 850. Kwa hiyo umekuwa ni utendaji mzuri wa benki na ukuaji wa zaidi ya 556%. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa yote ambayo imeweza kutusapoti.